Katika jungu la Lolani hivi leo kutana na utamaduni wa jamii za Wata, Wakamba na Wakikuyu na wenyeji wao wa Mijikenda katika utangamano wa kitamaduni. Mimi natoka Chaimari. Ni mzaliwa katika eneo bunge la Magarini. Mimi ni Wata halisi. Karibu, mimi ni Lolani Kalu. Twendeni, tukalilole, jungu la babu, Kokofwemu, babu Lolani. Twendeni tukalilole, jungu la babu, nataka kupakuliwa. Wewe, jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Lolani, jungu la Lolani, jungu la Lolani, wewe. Wakiwa wawindaji na wakusanyaji wa jadi. Na bado mnaenda msituni kuwinda? Kwa wakati huu serikali ilifunga njia, hawakutufungulia njia. Wakatutesa, lakini hatuendi msituni. Wata walikuwa na uhusiano wa karibu na mazingira yao, wakitumia maarifa ya asili kuwinda wanyama na kukusanya matunda, mizizi na mboga pori kwa ajili ya chakula. Hii kabila mwanzoni, kabla Kenya haijapata uhuru, sisi tulikuwa waindaji na tulikuwa watu wa kuhamahama. Na mara nyingi majirani zetu tulikuwa tunaishi nao, walikuwa wakisema siri zetu, wakitudhulumu na kutunyanyasa. Na hii ilitusababisha sisi tujifiche, tukakaa katika maficho. Na wakatutambua kwa majina mengine tusiyoyajua. Kabla ya ujio wa Mijikenda katika maeneo ya pwani, Wata walikuwa tayari wanaishi humo na walijulikana kwa uwezo wao mkubwa wa kuwinda wanyama wakubwa, jambo lililowafanya kuogopewa sana na kuheshimiwa na jamii jirani. Hii Kilifi County yote na mpaka Mombasa County ukiingia utatupata. Tana River ukiingia utatupata. Sisi katika hii Kenya tuko maeneo tofauti. Lugha yao ya asili ni ya kipekee na ngumu kueleweka kwa baadhi ya majirani kama Wagiriama ambao huwaita Walangulo, wakimaanisha watu wanaozungumza lugha isiyoeleweka kwa urahisi. Walituita Wasanya, walituita Walangulo, lakini sio yetu. Sisi ni Watha. Kutoka jadi yetu, sisi hatutumii kibiriti. Sisi tunatumia miti. Tunawasha moto na hiyo. Lakini cha kushangaza ni kwamba Wata huweza kuelewa na kuzungumza Kigiriama na Kitaita bila kufundishwa rasmi. Na mna uhusiano gani na Wagiriama? Wagiriama kila mahali tukiishi, wao ni lazima waje. Maeneo yote ya pwani kwa jumla, sisi ndio wenyeji. Ukisikia Malindi, mwanzoni inaitwa Molondi. Ukisikia Mombasa, inaitwa Mombas. Ukisikia sehemu za Magarini, sehemu za Marafa, yote ni majina ya Wata. Adu, Chakama, yote ni majina ya Wata. Na Mijikenda wakati wakija huwa wanatafuta shamba kwetu. Sisi tunawapatia shamba, na tukiwapatia shamba kwa sababu tunaficha siri zetu, asubuhi yake tunawaachia sehemu tunaondoka. Jambo linalodhihirisha uwezo wao wa lugha na mwingiliano wa kitamaduni. Kuna wengine wetu mila yetu imejaribu kufunikwa na Mijikenda. Wengine wetu mila yetu walio upande wa Taita, mila ya Kiwata ikajaribu kufinywa na Wataita. Walio upande wa Orma, mila ya Kiwata ikafinywa na wa Orma. Kwa hivyo kila mahali tulipotawanyika, wale ambao tunawapata pale ambao ni jamii kubwa wanakaa pale, wanajaribu kutukalia. Japo hatujapotea sana. Na watoto wenu waliolewa na wa Mijikenda? Wengi waliolewa na Mijikenda, sisi na tulioa Mijikenda. Kwa hivyo Kiwata bado kinaandikwa? Kiwata kinaandikwa na tunakiongea, na pia hata tuna vitabu ambavyo tunavitumia. Hapa wametangamana vyema na wenyeji wao wa Mijikenda katika maadhimisho yao ya kitamaduni. Wanawe
Unapokutana nao katika sherehe kama hizi, sio rahisi kamwe kuwatenganisha. Na ngoma zenu mbona zinafanana na za Waborana, ile mihemko ni kama za watu wa Borana? Ya, tulitoka kwa pamoja. Maana sisi ni wazaliwa wa kwanza katika Kushite. Anayefuatia ni Borana, Gari, Sakuye, Randile. Hao wote ni ndugu zetu. Orma ni ndugu zetu. Kwa hivyo lazima kuna vitu lazima tufanane kidogo. Alafu kuna mengi yamesemwa kuhusu Warta. Nasikia ukishikana na msichana wa kama wewe ni kabila nyingine, ukishikana na msichana wa Warta maisha yako yanaharibika kabisa. Si ukweli. Ni mzee wa Kigiriama wa Kimijikenda ambaye ni mchoyo ndio alitunga hiyo story. Kwa sababu sisi jamii yetu kisheria, kama nikioa msichana wako, mimi nimekuwa ni mtoto wako. Kwa hivyo unaweza kuondoka kwenu wewe wakati wa njaa ukaja kwa jamii ya Warta na ukaishi na Warta, na tukala chakula chetu pamoja, chakula chetu kikisha tukatafuta chakula pamoja. Lakini kwa Mijikenda si hivyo. Mgeni ni aje umpokee siku ya kwanza, akuchinjie kuku, siku ya pili akuchinjie mbuzi, siku ya tatu akupatie paja ya mbuzi, akuwekee kwa kikapu uende zako. Mgiriama anakusengenya wewe ama unasikia maneno mengine? Mimi binafsi ninajua Kigiriama, ninajua Kiwarta. Kwa hivyo hawezi nisengenya. Japo Mgiriama sasa ni ngumu kuongea Kikwetu kwa sababu yeye hataki kujifundisha. Wewe unaongea maneno gani ya Kigiriama? Urereo kausamba na Wangirao. Na Wangirao nao kausamba na Guranimaha. Na Guranimaha nayo kausamba na Tiani. Ni Kigiriama ndio si Kigiriama. Lakini Kiwarta, hebu nirudie nitafsirie na Kiwarta hiyo. Sijui. Wewe unajua unasema. Kiwarta anasemaje? Tabult taduftu ulindongomtu. Taduftilen tadvajitu ulindongomtu. Ulalao nao kausumba nao. Ulalao nao kausumba na Wangirao. Ndio hivyo basi, yale ambayo wewe umekuwa nayo jana usiku utaona tofauti sana asubuhi ikifika. Manake yamekuja, ndio msemo huo, ulalao nao kausumba na Wangirao, na wamesema kwa Kiwarta pia. Naitwa Patricia Loko Mutua. Mimi ni Mkamba, ni mkaazi wa Kilifi. Napenda kitamaduni. Kama unavyoona kwa meza yetu, tuna kila aina ya sanamu. Sisi tunachonga masanamu. Kama sanamu hili nililoshikilia ni dhome. Ile ilikuwa ya kitambo. Baba, babu, mashangazi, wajomba walikuwa na muda na watoto wao. Siku hizi tumekuwa na poor parenting, hatuna muda na watoto wetu. Ndio sababu kumekuwa na domestic violence, GBV, kumekuwa na development cases kwa sababu wazazi hawana muda na watoto wao. Ukiangalia kwa hili sanamu kuna babu, kuna mjomba, kuna shangazi wana muda na watoto wao. Na walikuwa wanaweza kukaa na wao na kuwaambia hali ya maisha vile ilivyo. Kama mtoto anaanza kumea vititi anamwambia muda huu unafaa uishi vipi. Kama kijana ameanza kubadilisha sauti alikuwa anaweza kuongea na yeye. Kwa sherehe ya leo tumekuja hapa tushirikishane, tuongeleshane. Na pia kama unavyoona kwa hili sanamu, huyo alikuwa ni mzee wa kutetea vita wakati wa vita. Na wako wanapigana kwa kuuana kama vile siku hizi maafa. Kijana na msichana wakikosana kidogo wameuana. Ilikuwa ni wale wazee wa kuongeleshana wakiwaambiana mkikosana ni mrudi na muongeleshana msameane. Hapa ukiangalia hizi vitu zimetengenezwa, hizo vikapu nyingi zimeshonwa na wale wasichana GBV survivors. Wale wamekuwa neglected kwa familia zao, wamezalia kwao wakatengwa na wale vijana. Hii ni biashara yao. Kwa hivyo ukinunua kitu kimoja hapa pesa inaenda kwao. Ukiangalia hii ni horn ya ng'ombe. Kwa hivyo hii unaweza tumia kwa kukunyia ile mnazi mnakunywa huku, unaweza tumia kwa kukunyia uji, ndio sababu tumeitengeneza. Hatuna haja ya kuwaste ile pembe ya ng'ombe. Ukiangalia hapa, hii ni kifufu kile cha nazi. Watu wakitoa nazi wakimaliza kukunia wanatupa. Sisi tunaokota, tunaitengeneza, tunatengeneza kama hii ni ashtray, ambao hii ashtray nauza shilingi 400. Kwa hivyo zile zimetupwa tunaenda tukiokota tukitengeneza. At least kila mtu anaweza pata na akafanya kazi ya mikono yake. Kwa sababu ajira imekuwa chache, watu wengi wamesoma na wapati kazi. Ndio sababu tuko hapa tuhamasishe kila mtu awe na skill ambayo inaweza msaidia hata baadaye. Chakula cha kitambo ilikuwa haina mambo ya mafuta wala nini, ni kushemshwa tu. Huu ni mdhokoi, ndio chakula chetu. Huu uji umekunywa, unaitwa ikie, ni ule unga wa kusiaga na jiwe. Tumeuferment, tumelala mpaka umekuwa chachu vile umesikia ulivyo. Hatuwekangi sukari. Hiyo mdhokoi unasikia inashukaje? Kwa sawa
Itabidi nije nioe huko. Njoo karibu, wako hapa pia. Jana Wapo? Wanawake wa Kikamba zamani walikuwa wanavaa shanga za kiunoni. Shanga za kiunoni zilikuwa zinavaliwa, mara nyingi ni za attraction. Lakini sisi tuna dawa yetu, kama ukiangalia pale kwa meza, tulikuwa tunakunywa dawa ambayo ikiwekwa kwa maji ina detox. Hakuna vile utaambia mmeo sijisikii uko moto. Ndio sababu mnasemanga tuko na kamuti. Si kamuti, ni kwa sababu tuko saa zote moto. Asante. Na yangu ninaitwa Lucy Wamboi Kago. Na Mkaaji wa hapa Kilifi, Mtwapa. Leo ni siku kuu ambayo tunaifurahikia, ni siku ya utamaduni. Na ndiposa tuko hapa kuwakilisha utamaduni wetu wa Kikikuyu. Na tunafurahia sana kuwa hapa pwani. umeona nini ambayo nyinyi hamna kwenye utamaduni ya Mijikenda na nyinyi? Tofauti kwa? Okay, hakuna tofauti kubwa sana katika Mijikenda na Wakikuyu, sababu kama ni Mwenyezi Mungu sisi tunamuita Murungu, na katika Mijikenda pia wanamuita Murungu. Kama ni pombe ya mnazi ndio nimeona iko hapa, na sisi pia tuna yetu inaitwa Muratina. Lakini katika mavazi yote ninaona ni utamaduni uko sawa. Kwa hivyo utamaduni wa Kiafrika ninaona hauna mbali sana. Lakini nyimbo zenu hazina ngoma nyingi kama za Mijikenda. Pia sisi huwa tuko na ngoma, lakini ni hizo tu kama za Mijikenda. Ingawa sisi sasa hatuvai mahando, lakini sisi tunavaa hivi, ambayo hii yenye tunavaa inaonyesha na utamaduni wa Kikuyu kwamba tulipigania uhuru kutoka wakati wa mababu zetu. Inaashiria mchanga wa ambao ardhi ambayo tunaikanyanga. Kwa hivyo mimi nimekuwa mzee wa Kikikuyu sasa. Sasa wewe umekuwa tayari mzee wa Kikikuyu, ila tu hujatoa posa wala haujaleta mahari katika Ukikuyu. Kuna wako hapa wapo wakuolewa. Karibu sana. Tunafurahia hii siku na tunasema iendelee hivyo, watu wasiache mila yao, maana mwacha mila ni mtumwa. Ndicho kibwagizo chao wa Kikuyu hawa ambao ni wageni katika tamasha hili la Chenda Chenda. Wanasema mwacha mila ni mtumwa. Kuwa nami katika kipindi kijacho tutakapoendelea na msururu wa utamaduni wa Wamijikenda na jirani zao. Twendeni tukalilole jungu la babu Kokofwemu Bobu Lolani. Twendeni tukalilole jungu la babu, nataka kupakuliwa. Wewe jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Lolani, jungu la Lolani, jungu la Lolani. Wewe aha, Kokofwemu Ladha ya pwani. hatani hoa.